Tutakazocheza Kombe la Mapinduzi kwa mwaka huu wa 2026 ni kama ifuatavyo. Tukianza kwa hapa nyumbani Zanzibar, tutakuwa tuna timu ya Mlandege Football Club. Huyu ni bingwa mtetezi katika mashindano ya 2024 pale yalipofanyika kwa ngazi ya vilabu. Yeye ndio alishikilia kombe hili. Lakini timu nyingine, mheshimiwa mgeni rasmi, itakayoshiriki mashindano haya kwa hapa Zanzibar ni timu ya KVZ. KVZ Football Club nayo imeingia katika mashindano haya kulingana na ubora wake katika ligi. Timu nyingine ambayo tumeichukua kwa ubora wake ni timu ya Fufuni FC kutoka Pemba. Mheshimiwa mgeni rasmi, nimeona makofi yamekuwa mengi. Najua ni sababu gani. Kwa upande wa Tanzania bara, maombi ni mengi kweli. Na hii inaonyesha hamasa kiasi gani mashindano haya ya Mapinduzi Cup yanachukua nafasi yake. Kwanza kabisa tutakuwa na wapenzi wetu Azam FC. Azam FC hawana mjadala, na wao ni kwamba pia watatakazwa baadaye, lakini wadhamini wakuu wa mashindano haya. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, Mapinduzi Cup bila ya vile vilabu ambavyo vinasubiriwa kwa hamu na hamasa kubwa, hivyo vikikosekana, basi nadhani mheshimiwa mimi na wewe tujiandae. Lakini naona kwamba mwaka huu pia navyo vipo, na mheshimiwa naibu waziri amechukua juhudi binafsi ya kwenda kuonana nao wa vilabu hivi ambao ni Simba na Yanga FC kwa pamoja. Kwa hiyo Simba oye, wananchi hoye. Hapa tutaona mpambano si wa kawaida. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, kuna maombi pia ya kipekee lazima tuyazingatie kutoka Tanzania bara ya timu ya Singida FC. Singida FC nao wanacheza nafikiri kombe la shirikisho. Sasa nao tumeona kwa dhamira ile ile ya kukuza hamasa ya michezo Tanzania na kikanda pia. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunahitaji pia kuwashirikisha timu za nje ambazo tunaambiwa maombi huwa yanatoka mpaka kutoka timu zetu za kanda ya kaskazini, lakini pia na Afrika Mashariki. Kwa mwaka huu na muda tuliokuwa nao, tulisema kwanza tuanze na timu 8 kwa tarehe tulizonazo na usimamizi wa fedha ambao tuko nao. Kwa hiyo tumefanikiwa kuchukua timu moja kutoka nje, angalau moja. Maombi tulikuwa nayo mengi, lakini mpaka sasa URA kutoka Uganda ndio ambao tumewakubalia ombi lao, na watatoa upinzani mzuri kwa timu zetu na tutaona burudani za kutosha.